Kuna watu wana vipaji, lakini hawafanikiwi. Kuna watu wana akili, lakini bado wako pale pale. Na kisha, kuna watu wa kawaida kabisa, lakini wanapiga hatua kubwa kuliko wote. Tofauti yao si bahati wala elimu, ni kanuni wanazofuata kila siku. Ukizijua hizi kanuni 7, utaanza kuona maisha yako yanabadilika taratibu, mpaka watu waanze kujiuliza, huyu amefanyaje? Lakini kabla hatujaanza, ni kuombe kitu kimoja. Naomba usubscribe na kulike video hii ili iwafikie wengi na wajifunze pia. Kanuni ya kwanza. Mbinu ya dakika 2. Kama kitu kinaweza kufanyika ndani ya dakika 2, kifanye sasa hivi bila kufikiria sana. Hii inaonekana ndogo, lakini ndiyo msingi wa discipline. Kwa sababu unapoacha vitu vidogo, vinaanza kujikusanya kimya kimya, mpaka vinakuwa vikubwa vinavyokuogopesha kuanza. Lakini ukianza kushughulikia vitu mara moja, unajenga tabia ya kutokukimbia kazi. Unajizoeza kuchukua hatua bila drama, bila kusubiri mood. Na ukweli ni huu. Watu wanaofanikiwa hawangoji motivation. Wanafanya vitu vidogo vidogo kwa consistency. Kanuni ya pili. Kanuni ya 80/20. Sio kila unachofanya kina impact sawa. Mara nyingi, asilimia ndogo ya vitu unavyofanya ndiyo inaleta sehemu kubwa ya matokeo yako. Lakini watu wengi wanachanganya busy na productivity. Unajikuta unafanya mambo mengi siku nzima, umechoka, lakini hakuna kilichobadilika. Hiyo ni kwa sababu nguvu zako zimeenda kwenye vitu visivyo na uzito mkubwa. Ukijifunza kutambua ni actions zipi zina matokeo makubwa zaidi, na ukaamua kuzipa priority kila siku, utaanza kuona progress ya kweli hata kama hufanyi vitu vingi. Sio kufanya vingi kunaleta mafanikio, ni kufanya vile vyenye impact kubwa. Kanuni ya 3. Uchungu wa muda mfupi. Delayed gratification. Siri ya mafanikio ni uwezo wa kusubiri matunda ya kazi yako. Watu wengi hufeli kwa sababu wanataka matokeo ya papo hapo sasa. Kama huwezi kusema hapana kwa vitu vidogo, huwezi kupata vikubwa. Uchungu wa nidhamu ni mdogo kuliko uchungu wa majuto hapo baadaye. Jifunze kuwekeza muda wako badala ya kuupoteza kwenye mambo rahisi. Mafanikio makubwa yanahitaji uvumilivu na moyo wa kukubali kusubiri. Ukikataa anasa za muda mfupi, unajihakikishia ushindi wa kudumu. Kanuni ya 4. Mfumo kabla ya malengo. Systems over goals. Watu wengi wanapenda kuongelea malengo makubwa, lakini wachache wanaongelea mfumo wa kuyafikia. Ukweli ni huu. Waliofanikiwa na waliofeli mara nyingi wana malengo yanayofanana. Ila kinachowatofautisha ni mfumo wanaotumia kila siku. Usiweke tu lengo la kuandika kitabu. Weka mfumo wa kuandika kurasa moja kila asubuhi saa 12 bila kukosa. Mfumo unakufanya uchukue hatua hata siku ambazo hujisikii kufanya hivyo. Lengo ni dira tu ya kukuonyesha unapotaka kwenda, lakini mfumo ndio injini inayokusogeza kila siku. Kanuni ya 5. Jifunze kupitia makosa ya wengine. Maisha ni mafupi sana kujaribu kila kitu mwenyewe, kisha ujifunze kwa kuumia. Watu wenye akili hutumia uzoefu wa wengine kama darasa lao. Sikiliza waliofanikiwa. Angalia walikosea wapi na walifanya nini tofauti kufika walipo. Kila hadithi ya mafanikio ina maumivu nyuma yake, na kila maumivu hayo ni somo kwako. Ukijifunza kupitia makosa ya wengine, unaokoa muda, nguvu
na hata pesa. Hii ni shortcut ya akili inayokupeleka mbele bila kupitia njia zote ngumu wao walizopitia. Kanuni ya 6: tathmini na marekebisho. Review and adjust. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii, lakini hawachukui muda kuangalia kama wanakwenda upande sahihi. Huwezi kufika unapokwenda kama huangalii ramani yako mara kwa mara. Kila mwisho wa wiki, kaa chini na ujiulize kwa uaminifu. Nimepiga hatua gani? Nimepoteza muda wapi? Ni nini kimenizuia kusonga mbele? Hapa ndipo unapofanya marekebisho madogo ambayo yanabadilisha matokeo makubwa. Mafanikio sio mstari ulionyooka. Ni mfululizo wa kujifunza, kurekebisha na kujaribu tena. Ukijenga tabia ya kujitathmini, hutabaki pale pale kwa muda mrefu. Kanuni ya 7: sherehekea ushindi mdogo. Watu wengi wanajinyima furaha wakisubiri mafanikio makubwa ndipo wajione wamefika. Lakini akili yako inahitaji motisha ya mara kwa mara ili iendelee kusonga mbele. Sherehekea hata hatua ndogo: kumaliza kazi uliopanga, kushinda uvivu, au kuendelea pale ulipotaka kukata tamaa. Hii inajenga nguvu ya ndani kupitia dopamine inayokupa hamasa ya kuendelea. Ukijifunza kujipongeza kwa ushindi mdogo, akili yako itaanza kutafuta ushindi zaidi, na polepole mafanikio makubwa yanajijenga juu ya ushindi huo mdogo mdogo. Watu wengi wataiona video hii, wachache watachukua hatua, na hao wachache ndio wataanza kuona mabadiliko ambayo wengine wanayaota tu. Usiwe sehemu ya wanaosikia na kusahau. Chagua kuwa tofauti. Kama umefika mpaka hapa, ni dhahiri kuwa umeamua kubadilika. Usisahau kusubscribe na kulike video hii ili usipitwe na madini kama haya kila wiki. Asante kwa kubaki nami mpaka hapa. Tukutane wakati ujao.